एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बादज़ मरूरे रोज़गार। A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu mpendwa mtazamaji wa vipindi vyetu katika runinga yako ukitazama MTA Africa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu, karibu tena katika kipindi chetu Maktaba ya Masihi, kipindi ambacho tunakueleza, tunakuelimisha kupitia mafundisho na maneno ya Masihi Maud alayhi salatu wasalam, mwanzilishi wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, kupitia vitabu vyake. Ndugu, katika karne ya 19 ulimwengu ulivutiwa sana na kilichofanyika kati ya Uislamu na Ukristo, yani ile utabiri ambayo Masihi Maud alayhi salatu wasalam alitabiri kuhusu huyu bwana anayeitwa Abdallah Atham. Tumesikia mambo mengi kuhusiana na Abdallah Atham, lakini katika vitabu vyake, kitabu ambacho kinaitwa Anjame Atham, kwa Kiswahili mwisho wa Atham, yani au matokeo ya Atham, ilikuwa vipi, Masihi Maud alayhi salatu wasalam alikieleza. Hebu leo tuone ni vipi mwisho wa Atham ilikuwa. Karibu nami, siko peke yangu katika studio, ninao wale ambao wanatufundisha kupitia mafundisho mazuri ya vitabu vya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Upande wangu wa kulia anaitwa Mwalimu Idi Mahmud Saib. Karibu tena katika kipindi chetu. Asante sana ndugu mfawidhi. Na vile vile upande wangu wa kushoto anaitwa Mwalimu Muhammad Musa Uponyo Saib. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu zangu, nina furaha tena mmefika katika kipindi chetu hiki nzuri, kipindi cha mtazamaji wetu anakienzi sana, Maktaba ya Masihi. Na katika vipindi vilivyopita mmeongea sana mkitaja kuhusiana na huyu jamaa anaitwa Abdallah Atham. Huyu Abdallah Atham, Masihi Maud alayhi salatu wasalam alitabiri kumhusu ya kuwa atakufa kipindi cha wakati fulani, lakini kafika haikutimia, na Wakristo kwa mhemko na shangwe wakaanza kelele sana. Hebu tueleze kuhusiana na kitabu hiki ambacho Masihi Maud alayhi salatu wasalam alikiandika, Anjame Atham. Tafadhali Mwalimu sana. Naam, kitabu Anjame Atham ambacho maana yake ni kifo cha Atham kiliandikwa mnamo mwaka 1896 na kukamilika mwaka 1897. Naam. Kitabu hiki ni cha kwanza katika juzuu ya 11 ya Ruhani Khazain, na jumla ya kurasa zake ni 348. Kitabu hiki wakati kiliandikwa kuhusiana na kifo cha Atham kilichotabiriwa. Na Sayyidna Muhammad alayhi salatu wasalam alikuwa mara nyingi alitoa onyo kwa Atham, akamweleza kwamba ilikuwa ni muhimu afanye nini, atoe nani yake mapema. Naam. Nadharia yake mapema kwamba yuko upande gani, ni upande wa ukweli ama bado anaendelea kupinga. Na kitabu hiki kiliandikwa ili kufaa ulimwengu mzima, kwa sababu kiliandikwa katika lugha 3. Lugha ya kwanza ikiwa ni lugha ya Kiurdu, kurasa za kwanza 50. Halafu lugha ya Kiarabu na tafsiri ya Kifarsi, kwamba watu wa mataifa husika wote wakielewe kitabu hiki. Sayyidna Muhammad alayhi salatu wasallam aliandika tangazo lake la tarehe 5 Juni mwaka 1893 kuhusiana na kifo cha Atham, kwamba kitatimia katika kipindi cha miezi 15, kila mwezi ukiashiria siku moja ya mkutano ule uliofanywa, mjadala wa kidini, ambapo Atham alikuwa ni mwakilishi wa Wakristo katika mkutano huo. Kwa hivyo hii ndio ilikuwa taswira ya kitabu hiki na lengo lake. Asante sana kutueleza kuhusiana na kitabu hiki, na pia umekitaja ilikuwa maana ya Anjame Atham ni kifo cha Atham. Ni maana kuwa kulikuwa wakati ambao hata Atham alikufa sawa na utabiri,
Je, Mwalimu Saib, ilikuwaje kuhusiana na kifo cha Atham? Bwana mtangazaji, ni kwamba yule ambaye ni mtazamaji ambaye amekuwa akifuatilia vipindi vyetu kule nyuma atakumbuka kwamba baada ya utabiri wa Masihi Maud alayhi salatu wasalam kumuhusu bwana Atham, na baada ya kukamilika kile kipindi cha utabiri wa miezi 15 na Abdallah Atham hakufariki, basi wale wafuasi wake na wandani wake wakaanza kusherekea, wakaanza kufanya maandamano mitaani, wakaanza kumkejeli Masihi Maud alayhi salatu wasalam kwamba utabiri haukutimia, na walifanya hata sherehe kubwa sana kutangaza ushindi. Tunavyojua ni kwamba haya yalikuwa ni mazungumzo kati ya dini mbili kubwa, Ukristo na Uislamu. Kwa hivyo kwa kuwa zilipita miezi 15 na bwana Atham hakufariki, Wakristo au upande wa Ukristo uliona kwamba wamepata ushindi. Kwa hivyo ikawa ni wakati wao wa kufanya sherehe na mambo mengi ya kushangilia, kudhibitisha kwamba upande wao umeshinda na upande wa Uislamu umeshindwa ukiongozwa na Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Lakini Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alishikilia msimamo, namna tulivyoona kutokana na ile ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba Abdallah Atham alishaelekea kwenye ukweli, japo alifanya kisirisiri, na dalili zote zilionyesha kwamba kweli bwana Abdallah Atham alielekea kwenye ukweli, kwa sababu zile kiherere zake na keke na nini zilikuwa zimetulia. Hakuwahi kuzungumza lolote kuhusu dini tukufu ya Kiislamu na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala hakuandika kitabu chochote kumhusu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na dini tukufu ya Kiislamu. Hivyo kwa njia hii Masihi Maud alayhi salatu wasalam akatangaza kwamba huyu bwana alikuwa ameelekea kwenye ukweli. Na bwana mtangazaji, ni kwamba Mwenyezi Mungu saa zingine hutumia vinywa vya wapinzani wenyewe kueneza ule utabiri. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alitumia hawa wapinzani wenyewe kutangaza ule utabiri wa Masihi Maud alayhi salatu wasalam kwa kiwango kikubwa sana. Ushafahamu? Kwa hivyo ni kwamba Masihi Maud alayhi salatu wasalam, ili kudhibitisha kwamba Abdallah Atham alielekea kwenye ukweli, na ili pia kutaka kumwokoa bwana Abdallah Atham, Masihi Maud alayhi salam alitoa matangazo 7 moja baada ya lingine. Alitoa tangazo moja kwenye bango mwezi huu, na baada ya mwezi huo kuisha akatoa na lingine. Katika haya mabango alitangaza kwamba ikiwa bwana Abdallah Atham hukuelekea kwenye ukweli, basi jitokeze hadharani, ule kiapo, utangaze mbele ya watu kwamba hukukubali ukweli. Lakini baada ya mwezi kuisha bwana Atham hakujitokeza tena. Masihi Maud alayhi salam tena akatangaza lingine mwezi uliofuata, tena bwana huyu hakujitokeza tena. Mwezi wa 3 Masihi Maud alayhi salam akatoa tangazo lingine, na bado bwana Abdallah Atham hakujitokeza. Na hakufanya tu hivyo Masihi Maud alayhi salatu wasalam, bali alikuwa akitoa pia na ruzuku au tuseme hela, kwamba ikiwa kweli utakubali kwamba hukuelekea kwenye ukweli, mimi nakupa rupia 1000. Huyu bwana hakukubali tena. Masihi Maud aliongeza katika tangazo lilofuata, tena akaongeza hizi, ameongeza hizo rupia mpaka zikafika 4000, ili kumtaka kwamba huyu bwana aje atangaze ukweli, lakini huyu bwana hakuweza kujitokeza. Kwa hivyo Masihi Maud alayhi salatu wasalam alikuwa na ile nia pia kutaka kumwokoa huyu bwana kwamba atangaze ako wapi, lakini hakuweza kufanya hivyo. Sasa baada ya tangazo la 7 bwana mtangazaji, mwezi Julai tarehe 27 mwaka 1896, basi huyu bwana Abdallah Atham akaweza kupatwa na pigo la kifo na akaweza kuaga dunia, kudhibitisha ule utabiri wa Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Lakini kabla ya hapo bwana mtangazaji, ibainike kwamba huyu bwana alipita katika mahangaiko makubwa ya kiafya, na Abdallah Atham hakuwa ni mtu wa kawaida, alikuwa ni mtu mwenye cheo kikubwa katika jamii ya Ukristo. Kwa hivyo alikuwa na hela za kutosha, alikuwa na security ya kutosha, na alikuwa na watoto ambao walikuwa na kazi kubwa katika serikali. Kwa hivyo walifanya lolote ambalo waliweza kumuokoa na kumsaidia, lakini hawakuweza. Hata hali ya chakula chake, ile diet yake na kadhalika, mambo ya security, lakini haikuwezekana. Mpaka wakati hali yake imesorota sana, waliweza kumtoa katika sehemu moja akampeleka katika sehemu nyingine, labda wakifikiria kwamba labda weather imemkataa, lakini haikuwezekana. Huyu bwana aliendelea kuhangaika hivi, hata ilifika wakati kwamba wakawa namletea wale wasanii, wale watumbuizaji, wale wa kumtumbuiza ili aweze kuchangamka, lakini haikuwahi kuwezekana. Madaktari wa kila aina, kwa kuwa alikuwa ni mtu mwenye jina, alifanywa matibabu ambayo yote yanatakikana, lakini
amri ya Mwenyezi Mungu ilishapita na bwana Abdalla Atham hakuweza kufaulu katika hizi juhudi zote. Na huo mwaka bwana mtangazaji 1896 bwana Abdalla Atham aliweza kuaga dunia. Mwenyezi Mungu akawa amedhibitisha utabiri wa bwana Masih Maud alayhi salatu wasalam, na sasa upepo ukawa sasa umepinduka, sasa unavuma kuelekea upande wa Kristo. Umetoka sasa, Waislamu sasa ndio wanaanza kuwa na ule ushindi. Wale waliokuwa wakisherekea kwamba Abdalla Atham alishinda, sasa wakaingiwa na huzuni mkubwa. Na bwana mtangazaji, huzuni kubwa sana ilitanda katika jamii ya Kikristo, na Masih Maud alayhi salatu wasalam akatangaza kwamba sawa na utabiri wake, Mwenyezi Mungu alishakata hukumu na bwana Abdalla Atham akaweza kufariki sawa na utabiri wa Masih Maud alayhi salatu wasalam. Naam, asante sana kwa kutueleza historia hiyo ya Anjame Atham, ni kifo cha Atham amekufa. Na pia nina uhakika ya kuwa Wakristo wakati huo walinyamaza kabisa na hawakuendelea kule kumpinga Masih Maud alayhi salatu wasalam, na pia kupiga kelele na kurusha matusi kwa Uislamu na mtume wake Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mwalimu Saib, naam, Atham amekufa. Na kitabu hiki Masih Maud alayhi salatu wasalam alikiandika Anjame Atham, ili ni jinsi gani ililenga wale dini zingine ulimwenguni, na ni vipi utabiri huu wa Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam kilitimiza utabiri wake? Jambo la kwanza ibainike kwamba kitabu hiki kiliandikwa katika zile lugha ambazo zinagusa mataifa mbalimbali, na kwa hivyo kilikuwa katika lughati ambazo zinaonyesha kwamba halikuwa onyo la mtu mmoja, lilikuwa onyo kwa ulimwengu mzima. Kitabu hiki wakati kikiandikwa, Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa tayari ashatangaza na akisema kwamba sasa wakati wa Atham kugeukia ukweli, kujitangaza hadharani na kuonyesha wazi kwamba yeye amegeukia ukweli, wakati wa kuahirisha kifo chake sasa umepita. Kwa sababu ikiwa ataendelea kuahirishiwa kifo chake, ina maana kwamba heshima inayopewa manabii wa kweli wa Mwenyezi Mungu sasa itakuwa ni bure, kwa sababu hawa wanathibitisha kwamba upinzani hauwezi kupita mbele ya haki ya Mwenyezi Mungu. Lakini sasa kama ataendelea kuahirishiwa kifo chake, kiahirishwe na itangazwe kwamba hawezi kufa, na hili ndio tangazo la Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, ingebainika wazi kwamba sasa kazi ya manabii kule kutoa utabiri unaothibitisha ukweli wao ni ya bure. Jambo lingine ambalo lafaa kuzingatiwa katika utabiri huu na kifo cha Atham ni kwamba Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alieleza hili jambo likawa ni wazi, na wakati alitangaza Atham aliingiwa na hofu ya kipekee. Akaufyata mkia, akabana kinywa chake kabisa, akanyamaza na akaingiwa na kitetemeshi cha ghafla, kuonyesha kwamba tayari alikuwa na ile hofu imeingia ndani yake. Lakini kwa sababu la kufa halisikii dawa, yeye alikuwa katika hali ile ya kutokuonyesha kwamba yuko upande gani. Kwa hivyo hiyo ilipita, na hiki kifo kikawa tayari kimethibitisha ukweli wa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam. Aidha, ieleweke fika ya kwamba baada ya kifo hiki Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam aliwaendea Wakristo pamwe na Waislamu wa eneo lote la India na Mesopotamia. Akatangaza ya kwamba sasa mmeshaona ithibati ya utabiri wa Mwenyezi Mungu tayari imedhihirika ulimwenguni. Kwa hivyo hii ikionyesha kwamba sasa halikuwa onyo kwa taifa moja, ilikuwa onyo kwa ajili ya mataifa yote ulimwengu mzima. Na hili tangazo ieleweke pia Afrika ya kwamba wakati wa Jange Muqaddas, tangazo ambalo lilitolewa mnamo Juni tarehe 5 mwaka 1893, baada ya tangazo hilo, ingawa sasa watu waliona kwamba Atham hajafariki wakati ambao ulitangazwa kwamba ni miezi 15, lakini baadhi ya washirika wake wa karibu, wandani wake walifariki. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Atham alianza kuguswa tangu watu wake walipoanza kufariki, wale washirika wake. Kwa hivyo lilikuwa ni tangazo la kweli, ulikuwa utabiri wa kweli na ulitimia, na ulimwengu mzima ulipata funzo
kubwa sana kutoka kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Naam. Asante sana Mwalimu Saib. Na kupitia mambo haya kuhusiana na Atham, je, ilionyesha vipi heshima kwa Masihi Maud alayhi salatu wasalam kutoka dini zingine kama Wakristo, na ni ishara gani zilitolewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa Masihi Maud alayhi salatu wasalam? Mwalimu Saib. Bwana mtangazaji, namna alivyozungumza Mwalimu Saib ni kwamba utabiri huu wa Masihi Maud alayhi salatu wasalam haukumuhusu tu Bwana Abdalla Atham peke yake, bali ulikuwa ni utabiri ambao ulihusu ulimwengu mzima, ikidhibitishwa na lugha mbalimbali ambazo zilitumika katika kitabu hiki. Na ijulikane kwamba katika jamii ya Ukristo na wale waandani wa Bwana Abdalla Atham walikuwa naye, walomsaidia katika kazi ya kupinga dini tukufu ya Kiislamu na kumkejeli Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nao pia hawakuachwa nyuma, kwamba katika kipindi hicho cha miezi 15 wale watu mashuhuri, mapadri mashuhuri waliokuwa pamoja na Bwana Atham nao pia waliweza kufariki. Wa kwanza katika orodha alikuwa ni huyu Bwana Padre Wright, ambaye naye pia alipigwa na kifo katika kipindi hiki, na ni kifo ambacho kilileta uchungu na baridi kubwa katika jamii ya Ukristo, kiasi hiki kwamba yule padri aliyekuwa akiongoza misa alisema kwa huzuni mkubwa sana kwamba leo usiku ghadhabu ya Mwenyezi Mungu imetushukia na upanga wake wa siri umemwangukia, akimaanisha kwamba upanga umeanguka kwa huyu Bwana Wright, Padre Wright. Kwa hivyo ikaonyesha kwamba hawa watu nao pia hawakuachwa nyuma. Yeyote ambaye alikuwa anachangia katika kukejeli dini tukufu ya Kiislamu nao pia wakapatwa katika msiba, katika utabiri. Vile vile padre mwingine mashuhuri sana Bwana Foreman naye pia alifariki katika kipindi hiko. Watatu alikuwa ni huyu Bwana Dr. John ambaye alikuwa ni mwanachama shupafu na alikuwa ni mwalimu katika wa Kikristo katika shule moja kule Jandiala, na huyu bwana alikuwa na mchango mkubwa sana katika upingaji wa dini tukufu ya Kiislamu, kwa sababu hata yeye alihusika pakubwa katika upangaji wa ule mkutano ule ambako mjadala ulifanyika. Naye pia alikufa katika hiyo kipindi cha miezi 15. Na si hawa tu, bali pia Padri Mamdin naye ambaye ndiye alikuwa anajifanya kwamba ndio mhodari wa lugha ya Kiarabu, akitumika kukosoa ile ufasaha wa Qur'an tukufu, naye pia Masihi Maud alayhi salatu wasallam alimpa changamoto, akamwambia kwamba ikiwa unafikiria kwamba unafahamu lugha ya Kiarabu, nimeandika kitabu Nurul Haq, andika kitabu kama hicho ambacho kina ufasaha kama hicho. Na huyu bwana hakuweza kudhubutu kujitokeza. Na si hivyo tu, Masihi Maud alayhi salam alimwambia kwamba ukifaulu nakupa rupia 5,000, lakini Bwana Imamuddin hakuweza kujitokeza. Kwa hivyo bwana mtangazaji, haya ni matukio ambayo yaliambatana na tukio nzima la utabiri kumhusu Bwana Atham. Sasa katika kitabu hiki namna Mwalimu Saib alivyozungumza ni kwamba kuliongezwa kurasa zingine 64 ambamo Masihi Maud alayhi salatu wasalam alizungumza kuhusu, aliandika kule barua za baadhi ya watu mashuhuri kule India ambao walitambua kazi yake na wakaiheshimu, wakakubali kwamba huyu kweli ni mtetezi wa Uislamu. Wa kwanza mmoja wao ni huyu Bwana Ghulam Farid kutoka Chachran ambaye alikuwa ni pir maarufu sana katika nchi ya India. Yeye anaandika barua akisema kwamba ewe rafiki mpendwa, ujue kwamba kwa muda mrefu nimehifadhi maneno ya heshima kwako na sijawahi zungumza neno lolote la kukukosea heshima. Na nina imani kwamba wewe ni mtu wa ukweli na ile juhudi ambayo unafanya kubwa kuitetea Uislamu ni juhudi ambayo inatambulika. Kwa hivyo haya ni maneno ambayo Mwenyezi Mungu ameshatia katika nyoyo za watu wengine ambao nuru iliwashukia na wakajua kwamba huyu mtu si mtu wa kawaida bali ni mtu wa Mungu, wakati wenye bahati mbaya wanaendelea kukejeli dini ya Kiislamu na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na si huyu tu bali mwingine pia ni huyu Sheikh ambaye alikuwa ni Sheikh Ali Hamza ambaye katika kitabu chake Jawahirul Ansari naye pia kuna utabiri maarufu katika kitabu chake ambao unasema kwamba Imam Mahdi angetokea katika kijiji cha Kada, na hiki kijiji huyu Imam Mahdi atakuwa na kitabu mkononi mwake ambacho kitakuwa na majina
313 ya wale maswahaba zake. Naam. Na kweli Masih Maud alayhi salatu wasalam alitokea katika hiki kijiji na aliandika kitabu ambacho ndani mwake kulikuwa na majina 313 ya maswahaba wake kudhibitisha ule utabiri wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo bwana mtangazaji, utaona kwamba katika kitabu hiki mbali na utabiri wa bwana Atham, Masih Maud alayhi salam akatangaza pia haya maneno ya kutia moyo kutoka kwa watu mbalimbali mashuhuri katika nchi ya India. Naam. Asante sana Mwalimu Saibu kwa kutueleza usaidizi wa Mwenyezi Mungu kwa Masih Maud alayhi salatu wasalam kupitia hawa watu ambao walijikita kidete kupinga Masih Maud alayhi salatu wasalam, lakini mwisho wao ulikuwa ni mwisho wa aibu sana. Asante sana. Katika kijitabu hiki tumeongea sana na tukathibitisha ile kifo cha Atham. Ndani ya kitabu hiki Masih Maud alayhi salatu wasalam pia ameeleza, ingawa mlishaeleza katika vitabu vingine pia, lakini ameeleza pia kwa undani sana kuhusiana na tofauti kati ya Isa ibn Maryam na yule Kristo ambayo mapadri kama alivyokuwa na waeleza mapadri wale walikuwa wakimueleza. Ameelezaje tofauti ya hawa watu wawili katika kijitabu hiki? Hiki kitabu Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, baada ya kueleza kuhusiana na Abdallah Atham, kulikuwa na nyongeza ya kurasa 64. Na hizi kurasa zilibeba taarifa kuhusiana na hii mada ya nyongeza. Alielezea kuhusu kwanza kitabu cha Sheikh Ali Hamza ambacho kilichapishwa mnamo mwaka 840 kilichoitwa Jawahirul Asrar. Akaeleza kwamba ndani ya kitabu hiki mmeandikwa ya kwamba Imam Mahdi atatokea katika kijiji cha Kada na atakuwa na kitabu ambamo kitabu hicho majina 313 ya masahaba zake yatakuwa yameandikwa. Naam, kama vile alivyoeleza Ustadh Sahib. Naam. Sasa hili swala tukilikagua vizuri tunapata kwamba ni ukweli. Kada ni kile kijiji cha Kadian. Kwa sababu kiliitwa Kada mwanzo, alafu baadaye wakaita Kadhi Madhi, yani mahali panafanyiwa mikutano ya kutoa fatwa ama kesi. Alafu baadaye sasa ikageuzwa na kuitwa Kadian. Sasa hapo ndipo alitokea Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam kama Imam Mahdi. Na kitabu chake ambacho kilikuwa kimeandikwa hayo majina 313 kimeonekana. Ni wazi kwamba kipo. Sasa akaeleza wazi Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, hii ni ithibati ya kutosha kuonyesha kwamba ndiye Imam Mahdi ambaye aliahidiwa kuja katika umati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo lingine akazungumzia sasa nadharia ya Wakristo kuhusiana na Yesu Kristo. Akasema kwamba mimi kitu sitambui ni yule Yesu Kristo ambaye anajiita mwana wa Mungu. Anawaita manabii waliotangulia wezi. Anasema kuhusu manabii wa baadaye kwamba ni wanyang'anyi na hawafai, na anasema ni waongo. Huyu si Yesu Kristo ambaye mimi ninamheshimu kama mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu Kristo ambaye ninamheshimu kama mtume wa Mwenyezi Mungu ni yule Isa bin Maryam, Yesu mwana wa Mariamu, ambaye ametajwa ndani ya Qur'ani tukufu kwa heshima ya hali ya juu kwamba ni mtume mkweli wa Mwenyezi Mungu, sio mwana wa Mungu, ni mtume mkweli wa Mwenyezi Mungu. Jambo la pili, si yule wa kutawaliwa na shetani, kutawaliwa na msalaba mpaka ikawa yeye kifo chake kinatokamana na wadhalimu. Ni yule Yesu Kristo ambaye Mwenyezi Mungu amemlinda na heshima yake imetambuliwa na Qur'ani tukufu. Akaeleza kwa uwazi zaidi jambo hili mpaka likawa lenye kueleweka.
na akasema kwamba kuna hii tofauti sasa, nadharia ya Wakristo kuhusu Yesu Kristo na ile nadharia ya Waislamu kuhusu Yesu mwana wa Mariamu. Akatofautisha na akasema hili jambo lieleweke wazi ili wajue kwamba ni Yesu yupi ambaye sisi tunathamini na tunamheshimu sawa na amri ya Qur'ani tukufu kuhusu manabii wa kweli wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tangazo hili akatangaza katika majalada manne. Jambo la kwanza ilikuwa ni hii Anjami Atham. La pili likawa Kudai Faisla. Alafu tatu ilikuwa ni ile Dawatil Qaum. Alafu mwisho Maktube Arab, Banam Ulama. Sasa baada ya tangazo hili ndio sasa ikabainika kwamba ni lipi, yani baina ya mbivu na mbichi ikapambanuka. Asante sana kutueleza kuhusiana na nadharia ya Kristo ambaye wanamuelewa mapadri na yule ambaye sisi Waislamu wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya tunamwamini. Asante sana. Na Mwalimu Saib, kuhusiana na mapadri, kuhusiana na wasomi wa wakati huo, hii utabiri ilileta mabadiliko gani katika eneo lile? Utabiri wa Masih Maud alayhi salatu wasalam ni kwamba ulibainisha kati ya ukweli na uongo, na uongo ukaweza kujitenga na ukweli ukasimama imara. Ni kwamba baada ya miezi 15 ya Bwana Abdallah Atham kupita na hakufariki, tuliona kwamba kulikuwa na kejeli za kila aina na kelele za kila aina kuhusu dini tukufu ya Kiislamu. Lakini mara baada ya Mwenyezi Mungu kutimiza ile utabiri wa Masih Maud alayhi salatu wasalam, watu wale wapinzani wakanyamaza na wakaingiwa na wasiwasi na hofu kubwa, wasijue kwamba ni kitu gani kitafuata. Basi wakaanza kutambua kwamba kumbe ukweli ulikuwa upande gani, kwa sababu wakati wanamenyana ndume wawili, lazima kupatikane mshindi ndio ibainika kwamba ni yupi ambaye ana nguvu zaidi kuliko mwingine. Basi katika hali hii Mwenyezi Mungu aliweza kudhibitisha wazi kwamba Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam akiitetea dini tukufu ya Kiislamu, yeye ndiye alikuwa upande wa ukweli na ule upande wa Kristo ulikuwa katika hali ya upotevu. Kwa hivyo hawa mabwana waliingiwa na hofu na wakaanza kuheshimu dini tukufu ya Kiislamu, na zile cheche na maneno ya matusi na kejeli zikaisha. Na tujue kwamba hii ndio ilikuwa shabaha kubwa ya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Kila jambo alilolifanya Bwana Mtume Bwana Ahmad alayhi salatu wasalam ilikuwa ni kwa sababu ya kulinda heshima ya dini tukufu ya Kiislamu na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alivyosema ni kwamba yeye alitafuta radhi ya Mwenyezi Mungu na wala si kusifiwa na watu. Kwa hivyo hii ndio ilikuwa shabaha yake, na wale Wakristo wapinzani walinyamaza na ile heshima ikarudi. Mbali na hivyo pia ni kwamba ule mjadala ile Jange Mukaddas ilileta msisimuko mkubwa kiasi ya kwamba hata mpaka wanasayansi walianza kufuatilia haya tukio baada ya lingine kutokana na yaliyofanyika katika mjadala na ile ambayo ilikuja baadaye. Kwa hivyo kwa ufupi, bwana mtangazaji, ni kwamba ile utabiri ulileta hali ya mabadiliko na Islamu ikaheshimika. Naam, asanteni sana, muda umetupa kisogo. Najua mngeendelea zaidi kueleza kitabu hiki, lakini inshallah nami nawahisi wale watazamaji waweze kutafuta kitabu hiki wakisome. Asanteni sana kufika katika studio yetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji, muda umetupa kisogo, hatutaendelea bali kuwa nasi katika kipindi kijacho. Kama ulikuwa na maswali kuhusiana na ni lini Abdallah Atham alifariki, leo umekijua. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा, ए आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा।